Vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeingia siku ya 31 leo, huku kila upande ukizidisha mashambulizi na vitisho dhidi ya mwingine na pande nyingi zaidi zikijiunga na vita hivyo vinavyogeuka kuwa vya kikanda. Jeshi la Israel linasema limeyadungua makombora mawili yaliyovurumishwa kutokea nchini Yemen mapema hii leo. Hayo ni mashambulizi ya mara ya pili kutokea Yemen baada ya yale ya mwishoni mwa juma ambapo wapiganaji wa Kihuthi walitangaza rasmi kujiunga na Iran kwenye vita hivyo. Nchini Iran kwenyewe, vyombo vya habari vya huko vimeripoti kuwa mojawapo ya mitambo kwenye eneo la viwanda vya kemikali za petroli mjini Tabriz umeshambuliwa, lakini hakukuwa na taarifa za kemikali hatari kuvuja. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amegusia kuhusu kukichukua kisiwa cha mafuta cha Kharg cha Iran ambacho ni kituo kikuu cha mafuta cha Iran katika Ghuba ya Uajemi. Kauli ya Trump imejiri wakati mazungumzo ya kusaka amani yakiendelea. Tayari Iran imetishia kutega mabomu kwenye kisiwa hicho ikiwa kitavamiwa. Katika tukio jingine, akizungumza na waandishi wa habari, Trump amesisitiza kuwa utawala wa Iran sasa umebadilika. Lakini tumeshuhudia mabadiliko ya utawala, kwa sababu utawala wa kwanza uliangamizwa kabisa, wote wamekufa. Utawala uliofuata pia umeangamizwa kwa kiasi kikubwa, na utawala wa tatu tunaoshughulikia sasa ni wa watu tofauti kabisa ambao hakuna mtu aliyewahi kushughulika nao hapo awali. Ni kundi jipya kabisa la watu. Kwa hivyo ningechukulia kuwa ni mabadiliko ya utawala, na kwa kweli wamekuwa na uelewa. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel linasema kuwa ndege zake za kivita zimedondosha zaidi ya mabomu 120 mjini Tehran ndani ya masaa 24 yaliyopita, yaliyolenga maeneo yanayohusika na utafiti na utengenezaji wa silaha. Miongoni mwa majengo yaliyoshambuliwa ni vyuo vikuu, jambo ambalo limelifanya jeshi la Iran kuonya kwamba sasa litavilenga vyuo vikuu vya Israel na vile vyenye uhusiano na Marekani kwenye eneo zima la Mashariki ya Kati. Iran pia imethibitisha leo kifo cha kamanda wa jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi Alireza Tangsir. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitangaza mnamo Machi 26 kwamba walimuua kamanda huyo.